nilishatoka kutafuta chochote kwa njia ya kuragai kwa namna yoyote, na siwezi kusema kwa sababu binadamu tupo, huenda nimemkosea mtu pasipo kujua. Sijafikia upotofu wa kumsahau Mungu kiasi hicho. Najua eti leo nitumie ugonjwa ili niweze kupata hela ya kujenga nyumba. Tena ninaambiwa ni nyumba za kifahari. Nimekuwa na nyumba muda gani? Nimekuwa na pesa muda gani? Nimekuwa na magari muda gani? Leo hii hapa nije nitumie tena kupitia ugonjwa, nianze kuchangisha kupitia hela, kutibiwa pesa niweze kuchangisha kupitia hela, nichangishe nilipishe kodi, yani nichangishe watu nijenge nyumba. Haya, na hiyo nyumba hii michango hiyo unaijua wewe, unaijua watu wanachanga michango hivi. Wewe kuna mtu yeyote, mimi wameomba vyombo vya habari wanichangishie, ninaweza nikakupa ushahidi. Watu wema, watumishi wa Mungu, vyombo vya dini, vyombo ambavyo vinahusika na masuala ya kiroho, wanaposti masuala ya kiroho, sitaki kuwataja hapa, lakini ninao ushahidi. Wananiambia, mtumishi, tunaomba tukuchangishie. Nikawaambia hapana, ninajua kuna watu wamekaa wanasubiri. Walisema ukipata matatizo hatutakusaidia kwa sababu ya misimamo yako, umejitenga na sisi. Hata iweje, ninaelewa wito wangu ni upi. Kuna wa kunipoteza, na ile mbegu iliyopandwa kwenye mioyo ya watu duniani, iliyobadilishwa, ile gharama Bwana aliyoitumia. No. Hii gharama aliyoitumia Bwana kupitia mimi vijijini, watu mbalimbali, maelfu, mikutano inajaa, maelfu. Tena mbaya zaidi, Mbarikiwa anamchokonoa Pasco mpaka kwenye elimu. Anasema kwamba huyo Pasco hata elimu yake na mashaka nayo. Angalia hata uandishi wake, unaona anaonyesha zile vinani, ameingia kwenye profile ya Pasco Cassian. Ameingia kwenye profile yake, anaonyesha zile content video zake ambazo mahubiri, anaangalia alichokuwa na post, amekosea kuandika. Huyu hata elimu yake na mashaka nayo, sijui darasa la 3, sijui ameishia la ngapi. Yote hayo Mbarikiwa anayaongea ya nini? Hata wewe unanisikia, unafikiri Mbarikiwa anaongea ya nini? Je, ni kuwajenga watu au ni kudhalilisha mtumishi mwenzake? Lakini uandishi wa Pasco Cassian umekuwa akikosoa kwamba hajui kuandika. Ngoja nikwambie, kuna watu zamani hawakuwa na hata anajua kuandika, walikuwa na ushuhuda wa Yesu tu, walienda kushuhudia habari za Yesu. Yuko yule jamaa Mgerasi yule aliyotolewa mapepo na Yesu, mapepo yakaingia kwenye nguruwe. Alienda kuandika wapi? Zamani walikuwa wanaandika wapi? Na Yesu wako naye, na Yesu akasema nenda katangaze Bwana aliyokutendea. Alitangaza shuhuda. Mambo ya uandishi sio sababu. Mimi ninavyohisi kwa akili yangu, Mbarikiwa kuna kitu anacho moyoni mwake. Nimemuona ana uchungu fulani wa maisha yake mwenyewe, halafu amewafanya na watu wake, wafuasi wake wa pale kanisani, amewavisha roho yake yeye. Nasema ukweli, wafuasi wake wa Mbarikiwa wanapambana na kitu wasichokijua. Light wangejua wanachopambana nacho, wangeacha mara moja. Wao wamekaa tu hawajui. Mbarikiwa na vitu vyake vya uchungu moyoni. Hata Pasco Cassian amefanya makosa makubwa. Kipindi kile ameenda kutafutana na Mbarikiwa, wamekutana, wamekaa mpaka usiku. Na ile clip walirusha. Wamekaa mpaka usiku. Asijue Mbarikiwa bado ana moyoni mwake anaonekana na vitu vya uchungu na Pasco. Ndio maana ameanza kumsalua. Alikuwa anasubiria kama nyoka vile, ukimkanyaga anasubiri siku yako. Yaani nyoka huwa anajitegesha, anasubiri umkanyage. Hapo Pasco kitendo hicho ambacho hicho clip ambazo Katunzi amepost, Mbarikiwa amepatia nafasi hapo. Ameanza, kama kweli Mbarikiwa angekuwa na nia nzuri, asingeanza kumsalua, kusema angalia hata uandishi wake. Huyu jamani tapeli. Ni tapeli kabisa, tena ni kibaka mzoefu, ameandika wazi. Tena ni kibaka mzoefu. Kama ingelikuwa anaongea hivyo, alikuwa hajui kama Pasco amefanya au hajafanya, asingeanza kusema maneno ya ajabu kwamba angalia uandishi